kwa ile shamba wale tunaanza mapema tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa sioni hiyo, tushasema tu haleluya kanisani. Haleluya. Na wasalimu kwa jina la Bwana. Leo ni siku nzuri, tuna furaha tele kwa sababu Mwokozi wetu amezaliwa. Wewe kama hauna furaha, inamaanisha Yesu kwako bado hajazaliwa. Lakini siku ya leo tunaadhimisha birthday ya mwamba wa mwamba. Amezaliwa Mwokozi wetu. Basi hatuna mambo mengi sana. Nitatumia muda mchache, wala usiwaze. Pilau taliwahi, kila kitu takiwahi, na utaendelea kusherehekea. Dakika 45 zitakutosha, au risala moja itakutosha. Basi wewe kama andika. Somo letu linasema mpango wa Mungu ni kumwokoa mwanadamu. Mpango wa Mungu ni kumwokoa mwanadamu. Vile vile tutafungua kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3, kama kuna msomaji. Shema somaji pale, mpe msomaji pale. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na anza na mstari ule wa 17 utaishia wa 21. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana umavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Bwana Mungu akamfanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Amen. Yesu Kristo Bwana mzalete hai. Hakika wewe ni Mungu, wewe ni Bwana na Mwokozi wetu. Siku ya leo ni siku njema kabisa ndani ya mioyo yetu na ndani ya ulimwengu wote. Baba, tunalisifu jina lako na kulinua. Wakati mzuri Mungu, tunaenda kusikiliza maneno yako Bwana ambayo umeyaweka ndani mwangu. Tazama, tunalika uwepo wako na nguvu zako katawala. Ukanyamazishe kimya kila roho ya namna zote. Watume wako Mungu wakakusikie, ukawafunulia masikio ya roho wakajifunze. Hakika nami nasimama mtume wako, mkanene sawasawa siri zako kwa ufasaha. Katika jina la Yesu Kristo, kila shetani akanyamaze kimya, na mnyamazisha kuzimu. Neno lako likainuke, nikiomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo ni siku tunaiadhimisha siku aliyozaliwa
Yesu Kristo Mwokozi wetu. Leo ni siku ya Mwokozi wetu Yesu. Ulimwengu wote unashangilia kuwa tumepata Mwokozi wetu. Mungu mpango wake ni kumwokoa mwanadamu. Mwanadamu huyu tangu kuumbwa kwa mwanadamu aliagizwa akaishi, aweze kuishi na kuilinda bustani ya Edeni na kuilinda na kufurahia. Lakini mwanadamu huyu alikosea, hakuweza kumtii Mungu, akakiuka maagizo ya Mungu. Mwanadamu huyu akapoteza haki, akapoteza urithi ambao aliahidiwa na Mungu. Urithi ukapotea kwa mwanadamu, akabaki yupo. Ikabidi mwanadamu huyu afukuzwe kwenye ile bustani, aondolewe kwenye ile bustani ya Edeni. Mungu akamfukuza mwanadamu huyu, lakini mwanadamu huyu akaenda kuishi maisha kama Biblia inasema. Mungu anamwambia Adamu, kwa sababu umemsikiliza mwanamke huyu, nichongoma niba na utakula kwa jasho. Mungu anampa laana mwanadamu, anamwondoa katika haki kwa sababu alikosea, akaondolewa urithi wa kuweza kuurithi ufalme wa Mungu. Kama leo unapotenda unaoenda kinyume na Mungu, unapomkosea Mungu, anaondoa utukufu wake kwako, anaondoa uwepo wake kwako. Unaishi unatembea bila utukufu wa Mungu. Hata shetani anapoingia kwako, anakukuta huko mweupe, anakugeuza anapotaka yeye, anakupiga magonjwa anapotaka yeye, anafanya chochote kwa sababu huna haki. Ulishamkosea Mungu, hauna nguvu ya Mungu yoyote. Adamu akaendelea kuishi maisha haya, maisha yakaendelea kuwa magumu kwa mwanadamu. Lakini Mungu akarudi, akafikiria, akaona mpango wake uko pale pale, kumrudisha mwanadamu katika ufalme wake, kumpa urithi aliyomwahidia mwanadamu. Mungu akatengeneza mpango, akaanza kuandaa mpango wa kumwokoa huyu mwanadamu. Hatua ya kwanza, Mungu akamhurumia baada ya mwanadamu kuonekana yeye sasa anajitambua kama yuko uchi. Mungu akaona mtengenezee mavazi ya ngozi. Hatua ya kwanza, anamsitiri mwanadamu ili asifedheke, asiaibike zaidi. Akatengenezewa mavazi ya ngozi. Mungu akamvisha mavazi ya ngozi, lakini mpango wa Mungu ukaendelea hatua kwa hatua ili aweze kumrejesha katika urithi wake. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Mpango wa Mungu ni kumtoa mwanadamu katika mashimo ambapo alikotengenezewa, kwa sababu alikosea yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha ya mwanadamu yakaendelea, mwanadamu akaendelea kuongezeka, na dhambi zikaendelea kuwepo, na maovu yakaendelea kutembea, lakini mpango wa Mungu ukaendelea. Tusome kitabu kile cha Isaya, ile sura ya 9 na mstari wa 6. Isaya 9:6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele,
mfalme wa amani. Mungu akaendelea kuandaa mpango wa kumtoa mwanadamu ambapo alilaaniwa. Mungu akamtuma Isaka aweze kutabiri. Leo tumesikia watumishi wa Mungu wameimba nyimbo mbalimbali ambazo zinatukuza habari za utabiri wa Mungu, jinsi alivyotabiri nabii Isaya habari ya kupewa mtoto mwanamume ambaye ufalme wako uko begani mwake. Ni Mungu mwenye nguvu na mshauri wa ajabu. Huyo ndiye atakayeweza kutukomboa sisi, na huo alikuwa ni mpango wa Mungu ili aweze kumrejesha katika ufalme. Haleluya! Tusomee kitabu kile cha Yohana sura ile ya 3 na mstari wa 16. Tutaenda kwa haraka tumalize, tutaelewa tu. Yohana 6. Amen. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mungu mpango wake ukaendelea. Hakika hatimaye ikafika. Mungu anapotoka anasema alipenda ulimwengu, ahadi zake alizoahidi ili kwa ajili ya mwanadamu kumtoa, ambapo alipoteza haki yake, alipoteza urithi, alipoteza kile alichoahidiwa. Sasa Mungu anaamua kumrudisha katika urithi, akaamua mtoe mwanawe pekee ili atakaibeba dhambi ya mwanadamu, ili huyu mwanadamu arudi katika urithi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Andiko hili linavyosema jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee. Maana yake mwanadamu yoyote atakayemwamini Yesu, atakayemwamini Bwana, ataurithi ufalme wa Mungu. Haijalishi wewe ulikuwa namna gani, haijalishi ulipataliwa kiasi gani, haijalishi wewe umeishi maisha ya dhambi ya namna gani. Inawezekana umepata wewe mwenyewe, imefikia wakati umelikataa, inafikia wakati dhambi uliokuwa nayo umelikataa. Haijalishi mtu amekuwa teja, yaani imefikia kipindi hata mtu kawaida kumwona anamkataa. Inafikia mtu alikuwa kahaba wa kutosha, lakini inafikia kipindi yeye amejikataa, lakini Mungu anasema atakaye amwamini Yesu ataurithi ufalme wa Mungu. Haleluya. Haijalishi ulikuwa na maisha ya namna gani, ila utakapomwamini Yesu utaurithi ufalme wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo sisi tumemwamini Bwana, tumemwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kwa sababu yeye amekuja kwa ajili yetu, yeye amekuja kwa ajili ya tuokoe sisi, na sisi tumemwamini Bwana. Hakika na sisi tunaurithi ufalme wa Bwana. Haleluya. Leo tunamwazilisha Bwana aliyezaliwa, ambaye amekuja kwa ajili yetu sisi, ambaye amezaliwa mwanamume, tumepewa mwanaume, ni mtoto ambaye ufalme wake uko begani mwake, na nguvu ziko, ni mshauri wa ajabu. Nasi tumemwamini Bwana, tumemwamini, lazima tuurithi ufalme wa Bwana. Leo tunamwazilisha siku yake ya kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu nisomee kitabu cha Isaya sura 9 mstari wa 2. Isaya 9:2. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti
nuru imewaangaza. Umeliongeza taifa, umezidisha furaha yao. Wanafurahi mbele zako kwa furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wafurahivyo wagawanyapo nyara. Amen. Ishia hapo. Isome katika kitabu cha Luka sura ya 2 mstari ule wa 10 hadi wa 12. Luka sura ya 2 mstari wa 10 mpaka 12. Amen. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walikuwa pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Kwanza mstari wa 10 hadi wa 12. Biblia inasema, malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara ndiyo ishara. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hii ni historia ya Yesu, jinsi ya kuzaliwa kwake. Alilazwa katika hori la kulia ng'ombe, maana walikosa sehemu nyumba za wageni. Biblia inazungumza Yesu alipozaliwa, hata mamajusi waliona nyota ikiwaongoza. Maana ile ni ishara ya ulimwengu kusema aliyezaliwa ni mwana wa Mungu. Maana ulimwengu mzima utaokolewa katika yeye. Tumetanguliza kusema Mungu alipenda ulimwengu, hakika kumtoa mwanaye pekee ili amwaminie aweze kupata uzima wa milele. Agano la Kale watu waliabudu Mungu na waliishi katika maisha ya tofauti. Leo wanaishi maisha ambayo wanaishi, unajua yuko Mwokozi Yesu Kristo ambaye itaenda kuona ufalme wa Mungu baada ya ulimwengu. Maana Yesu yeye ni nuru. Tumesoma katika kitabu kile cha Isaya ile mstari wa 10, anasema watu waliokaa katika giza wameona nuru, waliokaa katika uvuli wa mauti nuru inawaangazia. Nuru ni nani? Nuru ni Yesu Kristo. Tulibaishi maisha kwenye giza, wanaishi maisha yasiyojulikana. Hawakujua leo nikifa nikizikwa inakuwaje, lakini nuru imetangazia. Wewe ni kumwamini Yesu. Utakapomwamini Yesu, uzima wa milele unakuhusu.
hawajamwamini Yesu. Inawezekana wewe uko hapa, umekuja kwa sababu ya kanisa, na ninaenda kanisani, wanasema Yesu amezaliwa, lakini maisha yako yako gizani, lakini maisha yako yako kwenye kifungo, maisha yako yameshikiliwa, unaishi maisha kwenye ufumo mauti kwa sababu hujamwamini Yesu. Lakini ukimwamini Yesu amezaliwa leo, na wewe unazaliwa upya pamoja na Yesu, utaishi maisha kwenye nuru. Haleluya! Utaishi maisha yanayompendeza Mungu kwa sababu utaishi katika maisha ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Msomaji, hebu nisome katika kitabu kile cha Zaburi sura ya 107. Soma ule mstari wa 10, utaluka afu utasoma mstari wa 14 ambao ni sura hiyo hiyo, Zaburi 107, Zaburi 107 mstari wa 10. Afu ukisoma mstari huu utaluka usome mstari ule wa 14. Waliokaa katika giza na uvuli wa mauti wamefungwa katika taabu na chuma. Mstari wa 14. Aliwatoa katika giza na uvuli wa mauti, akayavunja mafungo yao. Akavunja mafungo yao. Nani huyo? Ni Yesu Kristo aliyezaliwa leo. Yesu baada ya kuzaliwa, hizi ni kabili ambazo walikabili Yesu atakapokuja ulimwenguni. Walioishi katika uvuli wa mauti atawatoa, na atakaoishi katika vifungo atapasua vifungo vyao. Inawezekana kweli, hakika bado hujamwamini Yesu, unaishi maisha ya vifungo, unaishi kwenye uvuli wa mauti, maisha yako hayaeleweki. Lakini leo tunakutangazia habari ya Yesu kazaliwa, anayeondoa uvuli wa mauti, anayevunja vifungo. Viko vifungo vya namna nyingi. Watu wanaishi katika vifungo vya magonjwa, wanaishi katika vifungo vya kuonewa, ni watumwa katika maisha yao, wanaishi vifungo. Lakini leo nakwambia Yesu amezaliwa mwokozi wako. Yesu amezaliwa mwokozi wako, anayekuja kuvunja uvuli wa mauti. Maisha ya mateso unayoishi nayo, mwamini Yesu. Vifungo vilivyokalia, mwamini Yesu. Magonjwa unayoishi nayo, mwamini Yesu Kristo. Yeye amezaliwa leo, yeye ni nuru ya ulimwengu. Yeye amekuja ili ulimwengu uwe na nuru, tutoke kwenye maisha ya giza, tuishi maisha yenye mwanga. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hili mpango la Mungu kumwokoa mwanadamu. Maisha ya mwanadamu ni maisha ambayo ameishi maisha kutangatanga. Baada ya kutengeuka pale katika bustani ya Edeni, Mungu akaanza kutengeneza mpango wa kumtoa mwanadamu, kumrudisha katika ufalme wake. Mungu akaanza kutengeneza watu wakaishi katika maisha ya vifungo.
anaposema amezaliwa, azaliwe ndani ya moyo wako. Usiishi maisha kama hajazaliwa Mwokozi. Yesu amekuja kukomboa ulimwengu. Anasema atakayemwamini yeye atauona ufalme wa Mungu. Maisha yako yamwamini Yesu. Maisha yako yanatembea kumwamini Yesu. Maisha yako, mwenendo wako wa kumwamini Bwana. Maisha yako je, yanampendeza Mungu? Unaishi katika maisha ya mifugo? Unaishi katika maisha gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hebu tusome katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 4 mstari wa 16. Watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, na waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hakika mwanga umezukia. Watu wameishi maisha ya giza. Tunapozungumza hivi, unaweza ukaona ni vitu vya kawaida. Ni vitu vya kawaida kwa sababu wewe upo kanisani leo. Yesu ni Mwokozi wetu. Yesu ameokoa watu na anazidi kuokoa na anaokoa tena. Nenda huko, tembea. Watu wanaishi gizani, hawajui kama kuna ufufuko, hawajui kama kuna Yesu anaponya, hawajui kama siku moja tutalisi kama Mungu. Wanaishi maisha ya giza. Biblia inasema waliokaa katika uvuli wa mauti nuru imewaangazia. Nuru ikambaze wewe uliyekubali kumpenda Yesu, uliyemwamini Yesu. Nuru ikuangaze katika maisha yako. Maisha yako yaangazwe na Yesu. Yeye ni Mwokozi. Anataka utakapomwamini Yesu ukaishi maisha ya Yesu Kristo, maisha yako yatakuwa na nuru. Utakachokihitaji utakipata, utakachokiomba kwa Bwana utakipata. Ulinzi wa Bwana utakuzunguka. Bwana atakuwa pamoja na wewe. Shetani atainuka hatakupata kwa sababu nuru inakuangaza. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na nuru, shetani hakupesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe kumwamini Yesu Kristo. Yesu amezaliwa leo ndani ya mioyo yetu. Yesu alishazaliwa, ila tunaadhimisha kuzaliwa kwake. Ishara ya kuzaliwa kwake, uzaliwe na yeye sasa. Maisha yake yazaliwe upya. Uishi maisha ya Mwokozi Yesu Kristo. Utembee katika wokovu unaomstahili Bwana. Utaurithi ufalme wa Mungu. Yesu ataishi ndani mwako. Amesema yeye na Baba watatengeneza makao ndani mwako. Utaishi maisha kumpendeza Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya kanisa. Haleluya. Fungua kitabu kile. Fungua kitabu cha Yohana sura ya 8. Mstari ule wa 12. 8:12. Amen.
Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Yesu akawaambia tena, mimi ni nuru ya ulimwengu, na yeye anifuataye mimi hatakuwa gizani. Haleluya! Hatakuwa gizani tena. Ukimfuata Yesu Kristo hautakuwa gizani. Yeye ni nuru ya ulimwengu. Yeye ni nuru ya ulimwengu. Maisha yako yawe nuru, kwa sababu Yesu yeye ni nuru. Maisha yako yampendeze Mungu. Yeye aliamua kukukomboa kutoka kwenye dhambi, kukurudisha katika ufalme wake. Mungu akamtoa mwanawe pekee, hakikisha akutoe katika giza, akurudishe katika ufalme wake. Kazi yako ni kumwamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo tunasherehekea sikukuu ya Yesu Kristo amezaliwa. Mtu mmoja akaniuliza, kwa nini mnasherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo? Nikamwambia tunasherehekea kuzaliwa kwa Mwokozi wetu aliyetoa mwili wake ili sisi tuweze kurithi ufalme wa Mungu. Na leo tunaadhimisha tarehe ya kuzaliwa kwake. Kama wewe hauadhimishi tarehe ya kuzaliwa Yesu, basi Yesu wako bado hajazaliwa. Na Yesu tunayemsherehekea ametuokoa sisi tunayemwamini. Na wewe ambaye huamini amezaliwa, bado hauna ukombozi wa Bwana wa Mungu. Na sasa tutauliza ufalme wa Mungu. Na wewe haumwamini Bwana aliyezaliwa leo, basi bado unaishi katika uvuli wa mauti, unaishi katika giza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kanisa hamna furaha kabisa. Ni siku ya kawaida sana ambayo hamna furaha ndani mwenu, lakini mimi nina furaha ndani, kwa sababu nimemwona Mungu, kwa sababu nimemwona Yesu amezaliwa. Na leo amezaliwa Yesu. Hakika ndani mwangu amezaliwa Mwokozi wangu Yesu Kristo. Maisha yangu yanaenda kuwa nuru kwa sababu Bwana amezaliwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amesema atakayeamini mimi ataishi katika nuru. Bwana Yesu asifiwe. Ishi katika nuru ya Kristo. Usiishi katika maisha ya giza ambayo tuliishi nayo zamani. Tumeishi katika maisha ya vifungo. Tumeteswa na shetani miaka mingi. Roho zimetutesa miaka mingi. Lakini Yesu amezaliwa, sasa tumetoka. Tumeondoka katika vifungo. Yesu amevifungwa vifungo ambavyo tulifungwa. Tulifungwa na mizimu, tulifungwa na uchawi, tulifungwa na mababu, tulifungwa na kila namna ya shetani. Lakini Mungu ametuondoa kwa sababu amezaliwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Leo tunamwazimisha Yesu Kristo aliyezaliwa ndani mwetu. Lazima tuwe na shangwe na nderemo. Tunamshangilia Yesu aliyezaliwa ndani mwetu. Shangilia Yesu Kristo aliyezaliwa ndani mwetu. Tumetoka kwenye giza.
Haleluya. Hebu tusome andiko hili, tutamalizia, tutaenda kwa Biblia. Soma kitabu cha Yohana sura ya 12 na mstari wa 46. Biblia inasema, Yohana 12:46, mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Wewe kama humwamini Yesu, endelea kukaa gizani. Endelea kuishi maisha ya giza. Sisi humwamini Yesu. Amekuja ili ulimwengu uwe na nuru. Aniamini hata kabisa. Sheria haipo tena, inatufunga. Tunaishi tunaambia tuabudu Mungu au tumwabudu Bwana kwa kuelekea sehemu fulani. Sheria inatufunga. Tunamwabudu Mungu, hatujui siku tukifa hatufufuki, hatujui tuishi tu. Lakini yeye aliyekuja kuwa nuru ya ulimwengu, tunaamini leo iko duniani, naishi kwa furaha, naishi kwenye nuru, naishi kwa Bwana. Hata kama nikufa, nimemwamini Yesu, naenda kumwona tena Yesu, nauishi tena ufalme wa Bwana, naenda tena kumwimbia Bwana, naenda tena kufurahia kwa Bwana. Yeye amesema ni nuru ya ulimwengu. Tutakapomwamini Bwana, tutaishi katika mwanga, tutaishi katika nuru. Leo naishi niko kwenye nuru, kesho hata nikifa naenda kwa Bwana aliye hai. Haleluya. Kwa sababu nimemwamini Mungu, nimemwamini Yesu. Lakini hata hivyo, hebu tusome kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Soma mstari huu. Yohana 2:1-2, watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, Yohana anazungumza, anasema watoto nimewaandikia, hata kama nimetenda dhambi, tunaye mwombezi wetu Yesu Kristo, kwa sababu yeye alitupatanisha. Zamani watu wameishi katika shida, na wamesema katika uvuli wa nchi uliishi maisha ile ya gizani, waliishi katika sheria. Ukitenda dhambi unatafuta bwana mbuzi aende akakutakasie dhambi zako, akakupatanishe wewe na Mungu wako, mwana kondoo. Unaishi maisha ya sheria. Ukitenda dhambi unatafuta, unaambia kalete ng'ombe dume wa miaka 3 ujitakase, dhambi zako ziweshwe. Lakini haya nitambia, watoto wangu nimewaandikia, hata kama ukitenda dhambi, tunaye mwombezi wetu Yesu Kristo, ambaye Yesu Kristo yeye alitupatanisha siku moja, damu yake ilimwagika msalabani, akaondoa dhambi zetu, akatupatanisha na Mungu. Akasema, hakika mimi uliyenipa hawa damu yangu nimemwaga, hakika nawasogeza mbele zako. Sasa hawa wataurithi ufalme wa Mungu. Wewe lazima urithi ufalme wa Mungu, kwa sababu Yesu amekupatanisha. Sasa hakuna cha mwana kondoo, hakuna cha mwana mbuzi, hakuna cha ng'ombe dume. Yesu mmoja
asemaye Paulo, injili tuliyowahubiria mmeiacha, mmegeukia injili nyingine. Yesu yeye ni uzima wetu. Bwana asifiwe. Watu wanahangaika na leo kuna miujiza mingi sana. Ukitaka miujiza utaipata, ukitaka miujiza utaipata. Leo kuna miujiza mingi kwa sababu anatafuta miujiza, lakini kwambie Yesu aliyezaliwa leo, huyu ndio mwokozi wako. Hakuna mwingine amesema yeye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Hakuna kingine tena. Mwamini Yesu tuone ufalme. Tusimame. Leo Yesu amezaliwa kwa maneno machache, kwa ibada fupi ya maneno haya. Mtafakari aliyezaliwa. Usijiulize maswali mawili matatu, mtafakari aliyezaliwa. Bwana alianza kuandaa mpango wa kumwokoa mwanadamu tangu mwanadamu alipokosea pale katika bustani ya Edeni. Alipokosea, Mungu akaanza mpango wa kumrudisha. Akamvisha mavazi ya ngozi, akamwambia utaishi kwa shida, utazaa kwa uchungu, michongo inakuchoma, utakula mboga mboga za kondeni. Lakini kwa sababu anasema katika kitabu chake cha Yohana, Mungu akaupenda ulimwengu, kwa sababu anaendelea kupenda ulimwengu, akampenda mwanadamu, akasema namtoa mwanangu pekee aweze kuokoa ulimwengu, atakayemwamini ataurithi. Mungu alikupenda, hebu mpende Mungu, mwamini Yesu, urudi katika ufalme wako. Urithi wako ulipotea, afya yako ilipotea, kumiliki kwako kulipotea, kila kitu kilipotea kwako. Shetani aliingia akatawala maisha yako, akabandika magonjwa kwenye kifua, tumboni mwako akachezea, miguu yako akaifunga, ukaishi katika maisha ya mateso, ukaishi maisha ya giza, ukaishi maisha ya kuhangaika. Lakini Mungu alikuwa na mpango wa kukurudisha. Hakika akamtoa mwanae pekee. Leo Yesu amezaliwa, na kusihi mwana wa Mungu, imani uliyokuwa nayo ya kumwamini Yesu ongeza zaidi ya hapo. Inawezekana na imani ya kawaida, inawezekana unamwamini Mungu kidogo, unamwamini Yesu kidogo. Mimi nakusihi mwamini Yesu kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Mwamini Yesu. Yesu anakurudisha katika umiliki wako. Afya iliyopotea kwako itaenda kurudi. Watoto waliopotea kwako wanaenda kurudi. Shetani alimchezea kwa sababu utukufu wa Mungu uliondoka. Ulimkosea Mungu, Mungu bado anakutafuta. Hakika leo mwokozi amezaliwa. Kilichopotea kwako, mwokozi amezaliwa. Mwambie mwokozi, umezaliwa, nimekuamini sasa. Akurudishie umiliki wako, akurudishie afya yako, akurudishie furaha yako, akurudishie ndoa yako, akurudishie watoto wako, akurudishie kujiamini kwako, akurudishie kazi yako. Tunamwomba kwa Mungu. Wewe Yesu, hebu mtafakari sana huyo aliyezaliwa leo. Wewe Yesu, nimekupa maneno kama yeye ni nuru ya ulimwengu, ukimwamini hautaenda
Yesu. Umiliki wako urudi, afya yako irudi, maisha yako ya furaha yarudi. Mwamini Yesu.
Sasa ni wakati wa kurejea kwako. Furaha iliondoka kwako. Furaha iliondoka kwako. Ishi maisha vifungo, uvuli wa mauti. Giza limeishi na wewe. Leo nuru imesaliwa. Naomba uje kwenye nuru sasa. Nuru imeng'aa giza. Giza halikuliweza. Sogea mbele, nyosheni mikono juu. Sema Yesu, umezaliwa leo Yesu. Maisha yangu yasaliwe tena. Umesema wewe ni nuru. Umesema ni nuru ya ulimwengu. Nimeishi maisha ya mateso. Nimeishi maisha ya vifungo. Leo Mwokozi umezaliwa. Maisha yangu yanazaliwa. Umesema ulimwengu una nuru, na tukikuamini hatutenda gizani tena. Maisha yangu yawe nuru kwa jina la Yesu Kristo. Furaha yangu inarejea tena. Miliki yangu inarejea tena. Watoto wangu wanarejea tena. Biashara yangu inarejea tena. Kazi yangu inarejea tena. Afya yangu inarejea tena. Kwa jina la Yesu aliyezaliwa. Naanza upya na wewe Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo. Sema asante Yesu. Umenirejesha katika ufalme wako. Kuanzia sasa nimekuamini Yesu. Wewe ni Bwana na Mwokozi. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, omba. Hata ulioko huko omba. Maisha bila Yesu sawa sawa na hakuna kitu. Leo Yesu azaliwe kwako. Maisha ya binti huyu Yesu amezaliwa kwake. Shetani ondoka. Nasema ondoka. Nuru ya gizani. Giza halikuliweza. Giza kwa binti huyu inaondoka kwa jina la Yesu. Toka. Mamlaka ya Yesu yakatembee juu ya dada huyu. Nuru ikanae katika elimu yake. Nuru ikanae katika kazi zake. Nuru ikanae katika maisha yake. Mungu amezaliwa ndani mwake katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Nuru ya giza. Giza halikuliweza. Leo giza ndani mwa dada huyu ondoka. Halijawahi kushinda giza. Nuru ya Kristo imeshuka. Toka wewe giza na kwa Mungu kwa jina la Yesu. Ikanae nuru kwa dada huyu. Yesu Kristo wa Nazareti. Nashusha
yakaondoke, mateso yakaondoke, shetani akaondoke, shetani akaondoke, mizimu ikaondoke, vifungo vikaondoke. Nuru imeng'aa. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu. Maisha yake kang'ae tena, wala giza halitatembea tena juu ya dada huyu, katika jina la Yesu. Baba Mungu mwema, nuru ikang'ae juu ya mtoto huyu, na toa giza la uvuli mauti